Mikutano ya Samia hiyo, watu wanakufa. Wewe faza, nini kimetokea? Ajali. Nini? Walikuwa wanaenda kwa Samia, tulipita hilo hapo. Sekta limeanguka. Limeanguka watu. Si damu hizi hapa. Naam, mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Mtazamaji wangu, taarifa zinazozidi kutufikia katika dawati letu la habari hivi sasa ni jambo la kusikitisha kutokana na msafara wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuhusika katika ajali mbaya, ambapo baadhi ya watu waliokuwa wameweza kuabiri trakta kwa ajili ya kuhudhuria rally za CCM, baadhi yao wameweza kuaga dunia katika ajali hiyo mbaya. Pia wengine wameweza kulazimika katika vituo vya matibabu vilivyoko karibu kwa ajili ya kupata huduma ya kwanza. Ila kabla niweze kuchezeshea kipande cha video cha hali halisi, mtazamaji wangu, itakuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike video hii ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za jamhuri yetu pendwa ya Tanzania. Mikutano ya Samia hiyo, watu wanakufa. Wewe faza, nini kimetokea? Ajali. Nini? Walikuwa wanaenda kwa Samia, tulipita hilo hapo. Sekta limeanguka. Limeanguka watu. Si damu hizi hapa. Alai yako senda wangu mtelekuta. Nini kimetokea? Naam, mtazamaji wangu, kwanza kabisa ningependa niweze kuanza na walioweza kuaga dunia, rest in peace, na kwa walioweza kupata majeraha kutoka kwa ajali hiyo, afueni ya haraka. Mtazamaji wangu, kwa kweli ni jambo la kusikitisha. Gari lililoweza kutokea kuhusika katika ajali hiyo mbaya hivi sasa ni trakta. Mtazamaji wangu, hapo mbeleni sote tulikuwa tukishuhudia mabasi kubeba watu kutoka eneo moja hadi eneo ambalo rally za CCM zilikuwa zikifanyika. Dhumuni na sababu ya tukio hilo ni kutokana na baadhi ya Tanzania kuanza kususia rally za viongozi wa CCM, na ndipo ambapo watu waliweza kuanza kulazimika kulipwa ili kuhudhuria rally hizo. Ila wakati huo kuliweza kuanza visa vya ajali na hata baadhi ya Tanzania kuanza kuogopa kuabiri katika mabasi kuelekea katika rally za CCM ili hali wataweza kulipwa. Na sote tunafahamu ya kwamba sababu ya watu kulipwa katika rally za CCM ili waweze kuhudhuria ni kwa ajili ya kuandaa kamera kipindi na wakati ambapo kutakuwa na habari kupeperushwa rally za CCM zionekane hazikuwa zimeweza kukosa watu, wala umaarufu wa chama cha CCM hakijaweza kupungua. Hilo Watanzania waliweza kulifahamu na kuanza kususia rally za CCM. Ila baada ya muda hivi sasa, leo hii ikiwa ni tarehe 20 mwezi Konradhi, leo hii ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 10 mwaka 2025, ikiwa imeweza kusalia takriban chini ya siku 9 Watanzania waweze kuhusika katika upigaji kura. Mtazamaji wangu, kama kuna watu wataweza kuaga dunia kutokana na ajali baada ya wao kuhudhuria rally za CCM, je,
Ni akina nani wataweza kupigia kura? Viongozi hawa CCM wanaozidi kukampeni ili wapigie kura. Mtazamaji wangu, ni tofauti kabisa. Kweli sote tunafahamu kwamba chama Chadema kutokana na mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu kuzuiwa na kuwa gerezani, ingekuwa kipindi na wakati ambapo chama hiki kingekuwa kinafanya rally na hata kingekuwa na mgombea wa urais ama uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu ungekuwepo. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, watu wangeweza kuhudhuria rally za chama Chadema na hata hawataweza kulipwa, ili hali wameweza kukubali na kuamini jambo sahihi kuhudhuria rally za chama Chadema, kwani viongozi wa chama Chadema itakuwa vyema iwapo wataweza kujenga serikali ya awamu 7. Viongozi hawa hawana ajenda zozote zenye ziko fiche, na pia azma yao kwa Jamhuri ya Tanzania ni kuimarisha uchumi, pia kupunguza gharama kubwa ya maisha, vile kujaribu kuweka ajira kwa vijana, na lazima waweze kulinda maisha ya vijana ama Mtanzania yoyote yule ili aendelee kutumika katika Jamhuri ya Tanzania, uchumi uweze kupatikana kupitia huyo aliyeajiriwa katika serikali ya awamu 7, kupitia yeye kulipa ushuru. Kwa njia moja ama nyingine, gharama ya maisha itaweza kupungua katika taifa la Tanzania. Ila upande wa chama cha CCM, kama kweli utaweza kulipwa ama kununuliwa kuhudhuria rally ya chama hicho kipindi na wakati ambapo unafahamu ukweli wa mambo, hungependa kuhudhuria rally za chama hicho, ila kutokana na kiasi kidogo cha fedha ulizoweza kukabidhiwa, utaweza kwenda kwa kuwa ungependa kukidhi mahitaji yako, na mwisho siku kupitia hiyo njia ndio ambapo utakuwa umeweza kuwarejesha ofisini viongozi hawa wa serikali ya awamu 6 kupitia wewe kuhudhuria rally zao. Mwisho siku sawa, umeweza kuhudhuria rally, ila kwa bahati mbaya kutokea ajali, jinsi ambavyo leo hii ajali hiyo imeweza kutokea, itakuwa mbaya na jambo la kusikitisha iwapo utaweza kupata jeraha na kusalia na kovu katika miaka 5 ijayo, kipindi na wakati ambapo aliyekulipa kuhudhuria rally hiyo yupo afisini katika ngazi ya juu. Wewe upo katika hali ya kusikitisha kutokana na wewe kuwa na jeraha, lazima uweze kupata matibabu. Pia itakuwa ni pigo kubwa kwa familia yoyote ile itaweza kupoteza mpendwa wao ambaye ataweza kuaga dunia kwa ajali baada ya kuhudhuria rally za viongozi wa CCM. Haya yote ikionekana sio kwa manufaa ya Watanzania wala aliyeweza kulipwa kuhudhuria rally ya chama hicho cha CCM, bali ni manufaa ya wale walioweza kuwalipa watu kuhudhuria rally zao. Mwisho siku wataweza kurejea ofisini kuendeleza yale yote waliokuwa wakifanya katika miaka 5 ama 4 walioweza kupewa miaka iliyoweza kupita. Hivyo basi hakutakuwa na tofauti yoyote ile, na ndipo ambapo gharama kubwa ya maisha itaendelea kuonekana ama kusalia katika jamhuri yetu pendwa ya Tanzania. Ukosefu wa ajira wa vijana Gen Z utaendelea kusalia. Pia mabadiliko ambayo Gen Z wanazidi kuomba, hata kama wataweza kupata ajira ama vijana Gen Z kuhusishwa katika serikali ya awamu 7 kupitia CCM, haitaweza kutokea, bali wale wakongwe na wazee miaka nenda rudi bado wataendelea kuongoza. Mtazamaji wangu, ni jambo la kusikitisha mno, ila sote tunafahamu kwamba pia vijana wa Gen Z wanazidi kushinikiza maandamano ya Oktoba 29 mwezi huu wa 10 mwaka 2025, tarehe ambayo imeweza kuangukia ama kuwa sawa na ile ya uchaguzi iliyoweza kuhalalishwa kikatiba na Jamhuri ya Tanzania. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi kutokana na ajali hiyo mbaya iliyotokea hivi sasa? Pia tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.